Mtazamaji wa Kalunduka Online TV na kupitisha the way jinsi familia ya Dewji inavyopitia magumu ndani ya klabu ya Simba. Mwaka 1986 Simba ilifanya uchaguzi mkuu uliowekwa madarakani na viongozi wapya, mwenyekiti Emmanuel Makaidi na katibu mkuu Jimmy David Ngoya. Wakati huo katibu mkuu anachaguliwa na wanachama, hivyo anakuwa na nguvu za kisiasa. Ngoya alikuwa na nguvu kwelikweli hadi akabatizwa jina la utani la Gorbachev, akifananishwa na rais wa Urusi wakati ule Mikhail Gorbachev. Lakini bahati mbaya kwao ni kwamba uongozi wao ulikumbwa na ukosefu wa amani klabuni na kusababisha timu kuyumba vibaya. Simba ilinusulika kushuka daraja siku ya mwisho ya msimu kwa misimu mitatu mfululizo ambayo Ngoya na Makaidi walikuwa viongozi. Msimu hiyo mwaka 1987, mwaka 1988 na mwaka 1989. Itakumbuka kwamba wakati ule msimu ulienda sambamba na kalenda ya kawaida ya mwaka, yani kuanzia Januari hadi Disemba. 1987, baada ya kuwa na msimu mbaya, Simba iliingia siku ya mwisho ikiwa ya mwisho kwenye msimamo. Mechi yao ya mwisho ilikuwa dhidi ya mabingwa tetezi Tukuyu Stars ya kutoka mkoani Mbeya. Mechi ikaisha kwa sare ya mabao 5-5, Simba kunusulika kwa tofauti ya bao ya kufunga na kufungwa. Japo waziri wa michezo wakati huo Fatuma Saidi Ali alifuta matokeo haya na mengine mengi siku hiyo kwa viashiria vya upangaji matokeo, ila Simba ikakwepa aibu ya kushuka daraja. Mtazamaji, ni baadhi tu ya vitu ambavyo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya familia ya Mohamed Dewji iliweza kuvipitia, na hii yote inatokana na kile ambacho kinaendelea ndani ya Simba baada ya siku ya jana mwenyekiti wa bodi ya wadhamini lakini pia na mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Multaza Mangungu kuweza kuzungumza na waandishi wa habari na kuikabidhi kampuni ya Mainstream kutengeneza kadi za wanachama. Na baada ya mwenyekiti rais wa heshima Mohamed Dewji kuweza kucomment ya kihoji juu ya mabadiliko ya klabu hiyo ya Simba kwa hivi karibuni. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Nyakyusa TZ Tanzania. Instagram andika Geoffrey Kalunduka. Usisahau kucomment na kusubscribe.